TRC, shirika la reli Tanzania, tumejizatiti wewe kukuhudumia, kusafirisha mizigo, kusafirisha abiria na huduma za bandari kavu. TRC inakupatia wote, inga uhujumu miundombinu ya reli, wote pamoja, ungana na TRC. Naam, ni Alhamisi nyingine tena mtazamaji, tunakutana katika mfululizo wa vipindi vyetu vya reli na matukio kutoka shirika lako la reli hapa nchini TRC. Kipindi hiki kinakupa nafasi ya kufahamu masuala tofauti ikiwemo huduma za reli kwa maana ya huduma za usafiri wa abiria na mizigo kwa upande wa reli ya MGR na reli ya kisasa ya SGR, lakini pia vile miradi mbalimbali ambayo inasimamiwa na shirika la reli Tanzania, ukiwemo mradi wa ujenzi wa reli ya kisasa ya SGR, lakini pia vile matukio mbalimbali yanayolihusu shirika la reli Tanzania na sekta ndogo ya reli hapa nchini. Jina langu ni Hemed Mohamed, piga picha ni Agustino Bulegea. Leo tutakuwa hapa Dar es Salaam na tukijikita zaidi eneo la Pugu ambako kunapatikana karakana ya uundaji wa vichwa vya treni vya dizeli kwa ajili ya reli ya zamani ama MGR ikifahamika hivyo. Vichwa hivi 6 kati ya 8 vinaundwa hapa Tanzania kwa ushirikiano kati ya shirika la reli Tanzania TRC na kampuni ya SMH Rail kutoka nchini Malaysia. Tutatazama kila ambacho kinafanyika hapo, lakini kwanza tutaanzia na ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu ambayo ilitembelea karakana hiyo na kujionea ambavyo kazi inafanyika katika eneo hilo. Mtazamaji, Machi 14 mwaka huu, kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu chini ya mwenyekiti Mheshimiwa Moshi Selemani Kakoso ilitembelea karakana ya uundaji wa vichwa vya treni vya reli ya MGR, mradi unaotekelezwa kwa ushirikiano kati ya shirika la reli Tanzania na kampuni ya utengenezaji wa vifaa vya uendeshaji wa reli ya SMH Rail kutoka nchini Malaysia. Wakiwa katika karakana hiyo, kamati ilipata maelezo ya utekelezaji wa mradi huu kutoka kwa mkurugenzi mkuu wa shirika la reli Tanzania, Mhandisi Machija Shiwa. Tulinunua vichwa 8 vipya kutoka kampuni ya SMH Malaysia, na katika vichwa hivyo, Mheshimiwa Mwenyekiti, vichwa 2 viliingia mnamo mwezi Novemba. Kuna hicho kilichoko nyuma yetu pale na kingine kinaendelea na ufanyaji kazi katika maeneo yetu. Sasa katika hivyo vichwa 8, Mheshimiwa Mwenyekiti, tulikuja na idea ya kwamba vile vichwa 6 tuvifanyia assembling Tanzania. Na kama unavyoona Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna vichwa 2 sasa hivi vimekamilika na vichwa vingine viko na chassis za vichwa vingine ziko hapo nje. Umeziona Mheshimiwa Mwenyekiti. Kwa nini tuliamua kufanya hayo? La kwanza tuone uwezekano wa sisi wenyewe kuanza kuassemble vichwa Tanzania. Hilo ilikuwa jambo la kwanza, kwamba tunaamini kwamba tukijenga uwezo wa ndani ya shirika kwa kushirikiana na wenzetu wenye teknolojia inaweza ikaturahisishia kuvipata vichwa kwa wakati. Hilo la kwanza. Na la pili, tunaamini tutapunguza gharama za uagizaji ikilinganishwa na kichwa hiki kimetengenezewa nje ya nchi. Hilo la kwanza. Lingine Mheshimiwa Mwenyekiti ni kupunguza muda. Kwa mfano vichwa hivi vimechukua zaidi ya miaka 2 3, lakini tukifanyia hapa tunaamini kwamba tunaendelea na mazungumzo ya watu wengine kwamba tutengeneze planti sasa ambayo itakuwa na uwezo wa kutoa vichwa 30 kwa mwaka.
Haya Mheshimiwa Mwenyekiti, tukiyafanya yatatuwezesha sisi kuongeza ufanisi na kupata vitendea kazi kwa wakati. Mtazamaji, kamati hii ilipata nafasi ya kutembelea na kujionea hatua mbalimbali za uundaji wa vichwa hivi vya treni vya kisasa. Sasa lile bogi hapa ndo linapopiwa umeme kutoka kwenye power plant yetu, ambapo ile injini inazalisha umeme wa zaidi ya megawati 2, injini moja ile inapokuwa ikifanya kazi. Sasa umeme ule unaelekezwa unaingia kwenye component mbalimbali kwenye kichwa hiki, lakini zaidi tunakuwa na betri pia. Betri nazo zinafungwa kusogea pale kwenye endelea kushika. Mara baada ya kujionea shughuli za uundaji wa vichwa hivi, mwenyekiti wa kamati Mheshimiwa Moshi Selemani Kakoso amelipongeza shirika la reli Tanzania kwa hatua hii, pamoja na kutoa wito wa kuboreshwa kwa maslahi ya vijana wanaoshiriki katika mradi huu kwa usalama wa miundombinu ya uendeshaji wa reli na maendeleo ya sekta ya reli nchini. Kwa kweli tumefarijika kuwaona vijana wakishiriki bega kwa bega kutengeneza uchumi wa nchi yetu kupitia shirika la reli. Tunawapongeza kwa kazi ambayo wameifanya, na tumeona maelezo ya kwao, jinsi wanavyoeleza, unawaona kabisa kwamba kuna kitu wameiba kutoka kwa wataalamu. Sasa sisi tunashauri moja kwenye eneo hili, hakikisheni mnawapeleka kundi la vijana waende wakajifunze, wakachote utaalamu zaidi. Lakini hawa ambao wako hapa, mhakikishe mnawapa kipaumbele. Kwa wale ambao wameenda mbali zaidi, hakikisheni mnafanya maboresho ya maslahi ya kwao. Tusipowapa maslahi hawa vijana, ndo baadaye tunawatengeneza watu ambao wataanza kuwa kwenye hujuma, wataanza kutuibia vipuli, ni kwa sababu kipato kile hakitoshelezi. Aidha, Mheshimiwa Kakoso amesema kuwa mradi huu una nafasi kubwa katika kuchochea ufanisi wa bandari, hasa kupitia usafirishaji wa shehena kuelekea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tulikuwa na ziara na Mheshimiwa Waziri wa Uchukuzi, tulienda DRC Kongo. Wanahitaji mahitaji makubwa sana ya mzigo ambao sisi tunategemea shirika la reli ndio wenye dhamana ya kusogeza mzigo, kuutoa bandarini uende kwenye bandari ya nchi kavu, lakini ufike kwenye maeneo ambayo yatakuwa rahisi sana kuwafikishia Wakongo wapate mzigo wao. Nyinyi ndio wenye dhamana. Kwa hiyo tunaomba mhakikishe sasa hii kazi mnaifanya na kwa juhudi kubwa sana, na karakana kama hizi zinapaswa kuwa za masaa 24 ili zifanye kazi usiku na mchana, ili muendane na soko lililopo kwa sasa. Ni matumaini yangu mtaitumia kama fursa na shirika litafanya kazi nzuri. Akimwakilisha Waziri wa Uchukuzi Profesa Makame Mbarawa, Naibu Waziri wa Uchukuzi Mheshimiwa David Mwakiposa Kihenzile amesema kuwa pamoja na uwekezaji mkubwa katika miradi ya ujenzi na uendelezaji wa reli na bandari nchini, serikali imedhamiria kuboresha upatikanaji wa vifaa vya uendeshaji wa reli ili kufikia ufanisi wa reli na bandari ambazo ni vichocheo vya maendeleo ya sekta za uwekezaji na biashara. Haya yote yanafanyika kama bila kuwa na vitendea kazi haitasaidia. Ndio maana sasa serikali imeanza mchakato kupitia kwa mfano kituo hiki cha Pugu, kwanza kuboresha au kuimarisha vitendea kazi, ambapo moja kutakuwa na kujenga miundombinu kama vile vitendea kazi kwa maana vichwa vya treni kwa ajili ya kuasembo, baadaye itakuja mabehewa ambayo yatatumika kwenye meter gauge na huko baadaye kwenye SGR. Na hii yote ni kuleta mapinduzi ya reli ili kuongeza uwezo wa kibandari. Bandari yetu ya Dar es Salaam Mungu ametupatia. Huko zamani tulikuwa napewa mzaha, kuna watu wanaomba wapewe bandari alafu waendeshe nchi yetu. Dr. Samia ameamua yeye kufanya. Ndio maana kutokana hata na maendeleo ya awali
tumeona mapinduzi makubwa sana kwenye nchi yetu. Moja, unaweza kuona bandari yetu sasa ufanisi wake umeongezeka. Mzigo uliohudumiwa mwaka 2021 kwenye bandari za Tanzania ilikuwa ni tani milioni 17.6. Mzigo umeongezeka mpaka tani milioni karibu 35 hivi ninavyozungumza. Na mtazamaji, bado tunaendelea na reli na matukio, na mara baada ya kushuhudia yaliyojiri katika ziara ya kamati ya kudumu ya Bunge ya miundombinu katika karakana ya uundaji wa vichwa hivyo 6 kati ya 8 pale Pugu katika karakana hiyo, sasa tupate nafasi ya kuangazia eneo la faida za mradi huu. Pamoja na faida nyingi kemkem, tutajikita zaidi kuangazia eneo la namna gani mradi unashiriki kuandaa vijana wa Kitanzania kiujuzi, wakishindanishwa na vijana wa maeneo mengine ya ukanda huu wa Afrika ya Mashariki na Kati. Lakini vipi mradi huu umetoa fursa ya ajira kwa vijana wa Kitanzania? Simulizi ifuatayo inaeleza kwa kina kuhusiana na hayo. Vijana wa Kitanzania wakidhihirisha utu wao, kwa maana kazi ni kipimo cha utu. Pugu, Dar es Salaam, katika karakana ya uundaji vichwa vya treni vya dizeli. Hatua hii ilifikiwa baada ya mikwamo katika utekelezaji wa mkataba wa ununuzi wa vichwa 8 vya treni kutoka kampuni ya SMH Rail ya nchini Malaysia. Changamoto zilizobadilika kuwa fursa kwa Mtanzania. Sasa vichwa 6 kati ya 8 vinatengenezwa hapa. Shughuli hizi za ujenzi wa vichwa hivi hapa nchini Tanzania ulitokana na ucheleweshaji wa uzalishaji wa vichwa hivi ambavyo kwa jumla viko 8 vilipaswa vizalishwe nchini Malaysia, lakini kutokana na vurugu zilizokuwa zikiendelea za kidiplomasia za mivutano kati ya Ukraine na Russia, lakini pia kutokana na yale ugonjwa wa corona uliokuwa umetokea, ulipelekea supply chain ikawa imevurugika sana, kwamba vifaa vikawa havipatikaniki kwa wakati. Kwa hiyo ukiangalia, tuna vitu vinatoka bara Ulaya, vingine vinatoka bara Amerika, vingine vinatoka bara Asia. Sasa kusafirisha vitu vyote hivi, na ukizingatia majority ya vitu vinatokea bara Ulaya na bara Amerika, kuvisafirisha kutoka huku kuvifikisha Malaysia vinachukua muda mwingi zaidi ikilinganishwa na Tanzania. Na zaidi ukizingatia pia Mashariki ya Kati kumekuwa na mvutano ambao umeingilia pia shughuli za usafirishaji, ambapo delivery za vitu zimekuwa zikichukua muda mrefu sana. Ndipo ikaonekana ni sahihi sana katika kuokoa muda kiwanda hiki kije, shughuli hizi zije zihamishiwe nchini Tanzania za assembly ya vichwa hivi. Fadhili yuko hapa karakana kama fundi wa mfumo wa umeme. Sisi tunadili na uendeshaji mifumo yote ya umeme, tunadili nayo kama power supply, labda kibini yote inahusika na umeme, sisi tunadili nayo. Mota yote inahusika na umeme, tunadili nayo. Labda maji tunadili nayo. Yaani ni shoti, vitu vyote vinahusika na umeme tunavifanya. Bila ya umeme haiwezi kufanya kazi. Yaani bila umeme tu ni shoti, hiki kitu hakiwezi kufanya kazi kabisa. Fadhili anashughulika na moja kati ya mifumo muhimu katika kazi hii. Alikuja kwenye mradi akiwa na taaluma ya umeme wa majumbani. Umeme wa majumbani na umeme wa huku ni tofauti. Kwamba unaweza ukaenda kumchukua fundi wa umeme wa majumbani ukamleta kwenye umeme wa huku akashindwa huku.
inabidi kwanza apate elimu kidogo, bwana, huku hiki kinakuwa hiki, kinakuwa hivi, kinakuwa, maana umeme wa huku ni mkubwa kuliko wa nyumbani. Mimi nilikuwa sijui kabisa kama hii inatumia mota, afu na mota yenyewe inahusika na umeme, nilikuwa tu sijui kabisa. Pili, nilikuwa sijui kwamba ile injini inafanya kazi ya dizeli, lakini inategemea na umeme wenyewe. Hiyo nilikuwa sijui. Kwa hiyo sasa hivi najua, namshukuru Mungu na nashukuru na mradi pia. Wanatusaidia vizuri, kama sehemu ujui, yeye mwenyewe anaweza akaacha kazi zake akaja akakusaidia kwa kuelekeza, bwana, hiki kinakuwa hivi, hiki kinakuwa hivi. Mwanzo sehemu za vichwa vya treni huletwa hapa zikiwa namna hii. Hatua ya pili ni kuziunganisha na kupata muonekano huu ambao hufuatiwa na kazi ya ufungaji wa mifumo muhimu ya uendeshaji. Hatua ya mwisho ni muonekano huu, kichwa cha treni cha dizeli cha kisasa ambacho kiko tayari kwa ajili ya majaribio. Kinachofanyika hapa, tunaanza tangu mwanzo. Ukiangalia hapa ndani mmeweza kuzunguka mkaona kwamba kitu kiko kimoja kimoja. Kwa hiyo tunatengeneza kwa kuunga kitu kimoja kimoja mpaka tunapata locomotive iliyokamilika. Vitu vinavyotumia hapa, kwa mfano, kuna electrodes, plate mbalimbali, bolts and nuts, mafuta, yote vinatoka hapa nchini. Dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 2050 pamoja na mambo mengine imelenga kukuza uchumi wa viwanda unaochochea mauzo ya nje ya bidhaa na kuongeza ajira. Tutahamasisha ujenzi wa viwanda vitakavyozalisha vitakavyolisha viwanda vingine. Viwanda hivyo vitazalisha malighafi na vipuri vitakavyotumiwa na viwanda vingine, na viwanda vitakavyozalisha bidhaa zitakazohitajika kwenye masoko ya kikanda. Lengo la mkakati huu ni kuelekea kwenye taifa linalojitegemea. Kampuni ya SMH Rail mpaka sasa imewekeza kiasi cha takriban shilingi bilioni 1 za Kitanzania katika kazi hii. Mbali na mafundi kama fadhili, uwekezaji huu unaongeza ziada ya ujuzi na sifa zaidi kwa wataalamu wa ndani. Yaani spare ndio zinaletwa, mnafanya fabrication wote hapa, unaona kila kitu hapa mpaka inapokamilika kila kitu kinakuwa hapa. Kwa hiyo unakuwa unajua kila kitu, muundo mzima wa hii treni. Kama mimi Mtanzania nakuwa proud na ni faida pia kwa nchi yangu. Unaona, kwa sababu unakuwa naelewa muundo mzima, kila kitu kinachoendelea hapa. Kwa sababu mifumo ni ile ile ya treni. Kwa hiyo na mimi kupitia hii nilichojifunza hapa naweza kufanya kazi sehemu yoyote, kwa sababu mifumo ndio hiyo, ni muundo tu ndio tofauti. Lakini system zote kwa upande wetu sisi wa mechanical ndio hizo. Kila kitu kilichokuwepo kwenye hapa ndio treni zote. System ni ile ile. Kwa hiyo ni fursa, na pia tunapata fursa pia hata ninapotoka kwenda trial kwa ajili ya testi, kama tunasafari labda Morogoro, Tabora, nimekuwa nikipewa priority ya kwanza kusafiri nazo. Kwa hiyo naenda nazo njiani, najua matatizo yake ninayopata, tunatengeneza kila kitu. Pamoja na changamoto za miundombinu zinazosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi na shughuli za kibinadamu, upungufu wa vifaa vya uendeshaji pia umekuwa ukipelekea reli ya zamani yani MGR kutofikia ufanisi wake kiuendeshaji. Kukamilika kwa injini hizi ambazo zinatengenezwa hapa kutaenda kutatua changamoto kubwa ya vichwa vya treni ambavyo shirika lilikuwa liko navyo. Na ukizingatia tuna mizigo mingi ambayo inapaswa kuelekea mpaka nchini Uganda na tuna mahusiano nao mazuri sana. Tuna mpango pia, sio kwamba tunaishia kupeleka mizigo Uganda. Ikiwezekana mpaka vichwa navyo vivuke viende kule vifanye kazi virudi nchini Tanzania. Kazi hii mpaka sasa imetoa fursa ya ajira 40 kwa vijana wa Kitanzania wenye taaluma na ujuzi tofauti. Kiukweli labda ingekuwa mbaya kwa sababu kama ningekuwa sina kazi nisingeweza kufanya vitu vingi. Nisingeweza kuendesha familia yangu, nisingeweza na mdogo wangu namsomesha, labda nisingeweza kufanya hivyo. Kutokana na kasi yangu ya kuendelea kujifunza, ndivyo nahisi au nadhani nitafika zaidi hapa nilipo. Ukinilinganisha mimi na kijana ambaye anatoka tuseme nchi nyingine, aidha amewahi kufanya hii kazi au hajawahi, nitakuwa nina kipaumbele kwa sababu hapa katika kampuni yetu tunapewa uwanja mkubwa wa kujifunza. Pale ambapo haujui kitu unapewa supervisor ambaye atakuelekeza kitu, kwa hiyo ni rahisi sana kujifunza. Tanzania imekuwa ya kupigiwa mfano katika eneo la Maziwa Makuu na hata Afrika kwa ujumla
kutokana na maendeleo makubwa ya hivi karibuni katika sekta ndogo ya reli, ambapo mataifa mengi barani yamekuwa yakihamasika kutokea hapa. We are discussing the issue of Tanzania taking the lead in making locomotives here. Tulikuwa tunajadiliana kuhusu swala la Tanzania kuwa mstari wa mbele katika kuelekea kuanza kuzalisha vichwa vya treni. Mheshimiwa Rais alieleza namna mnavyojipanga. Mnatakiwa kuendelea na mpango huu na sisi tutanunua. Hivi ndivyo makubaliano ya Kampala ya mwaka 1965 yalivyosema. The Kampala Agreement of 1965 was saying. Wazo hili haliko mbali na mipango ya baadaye ya kazi hii. Mipango ya kampuni tulionayo ni kutengeneza kituo hapa nchini cha kutengeneza locomotives. Tukizingatia Tanzania imekaa vizuri katika Afrika Mashariki, ambalo shughuli za reli zinakuwa kila kukicha. Itaweza kukuza wafanyabiashara hapa nchini, especially wanaofanya biashara ya chuma ambavyo vinahusisha bolti, pleti mbalimbali. Fadhili anasema anajitazama kama njia ya kupitisha ujuzi huu kwa vijana wengi zaidi wa Kitanzania. Naweza nikawasaidia na wengine pia kama ujuzi, au hata kwa kueleza bwana ile pale na 1 2 3 nitawaelekeza, na pia kama hao wakiondoka tutabaki sisi, tutazidi kuelekezana wenyewe kwa wenyewe. Ni takriban nchi 4 tu ndizo ambazo hutajwa vinapozungumziwa viwanda vya utengenezaji wa vifaa vya uendeshaji wa reli barani Afrika. Mradi huu ni hatua moja mbele kwa Tanzania kuelekea katika kundi hili la wazalishaji wa vichwa na mabehewa ya treni barani Afrika. Na mtazamaji, mpaka kufikia hapo ndivyo ambavyo tunatamatisha kipindi cha Reli na Matukio kwa juma hili. Kumbuka leo hii tulikuwa tukiangazia mradi wa uundaji wa vichwa 6 kati ya 8 vya reli ya MGR, vichwa vya treni vinavyotumia dizeli, kwa ushirikiano kati ya shirika la reli Tanzania TRC na kampuni ya SMH Rail kutoka nchini Malaysia. Mwanzo tuliangazia ziara ya kamati ya kudumu ya bunge ya miundombinu katika eneo la Karakana unakotekelezwa mradi huu, lakini mwisho kabisa hapa umetazama simulizi ya namna ambavyo vijana wa Kitanzania wanaandaliwa kiujuzi na fursa za ajira zinazotokana na mradi huu. Moja kati ya faida nyingi kemkem za mradi huu wa uundaji wa vichwa vya treni hapa nchini Tanzania, mradi ambao umebadili changamoto za utekelezaji wa mkataba wa ununuzi wa vichwa 8 vya treni kutoka nchini Malaysia kuwa fursa kwa Watanzania. Jina langu ni Hemed Mohamed na mpiga picha ni Agustino Bulegea kutoka Dar es Salaam. Asante na kwa heri kwa sasa. Endelea kufuatilia mfululizo wa vipindi vyetu vya Reli Matukio hapa TBC1, lakini pia una nafasi ya kufanya hivyo kupitia mitandao ya kijamii, hasa mtandao wa YouTube katika chaneli ya Reli TV.